Uwekezaji katika viwanda ni sehemu muhimu na kubwa iliyoleta matokeo chanya katika kampeni yetu ya nchi ya kuleta mageuzi kiuchumi. Kwa ujumla, katika kipindi cha miaka minne, uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, umejitahidi kufanya uwekezaji mkubwa katika eneo la viwanda, na matokeo yake tumeshaanza kuyaona katika eneo la ukusanyaji wa kodi. Leo hii mamlaka yetu ya TRA imefikia viwango vya juu vya ukusanyaji wa kodi mpaka shilingi trilioni 3.2, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa. Ndani yake ukiangalia kuna sehemu kubwa ya mchango unaotokana na kazi kubwa tuliyoifanya ya uwekezaji katika viwanda. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, haya nayo yasema kwamba tumepata matokeo makubwa, sio maneno matupu. Na ningependa niwape takwimu kidogo za uwekezaji ulivyofanyika, na sehemu kubwa ya uwekezaji huu ukiwa unatokana na uwekezaji kwenye sekta ya viwanda. Katika kipindi cha miaka minne ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, yani kati ya mwaka 2021 mwezi Machi hadi Februari ya mwaka huu, yani mwezi uliopita, tumefanya uwekezaji wa miradi 2099 ambayo imesajiliwa kupitia kituo chetu cha uwekezaji Tanzania TIC. Na miradi hii imetuletea jumla ya ajira 539,488 ambazo zimezalishwa na kutokana na uwekezaji huu. Sasa mitaji iliyowekeza ndani ya nchi ina thamani ya dola za Marekani bilioni 25.098 ambayo ni sawa na takriban shilingi trilioni 69 ambazo sasa zimewekezwa katika kipindi hiki. Lakini miradi mipya ambayo imeanzishwa, tumeanzisha miradi 1982. Ile ya kwanza niliyokutajieni 2099 ni miradi tuliyosajili, lakini tumeanzisha miradi mipya 1982. Na katika hiyo kuna miradi ya ubia ambayo Watanzania wanashirikiana na wawekezaji kutoka maeneo mbalimbali duniani. Tumeanzisha miradi ya ubia 476, lakini miradi iliyohusisha upanuzi wa maeneo na yenyewe ipo kama 117. Tumepanua miradi ambayo tulikuwa nayo, lakini pia miradi ya Watanzania, na hili ni eneo muhimu. Maana watu wengi wanadhani kwamba tunavyohimiza uwekezaji wa viwanda basi sisi tunashughulika na Wachina na wazungu na wageni tu. Lakini kuna Watanzania wanaanzisha miradi, na ningependa kutoa wito kwa wawekezaji wa Tanzania, tuchangamkie eneo la uwekezaji wa kimkakati. Wageni wanakuja wengi na wanafurahi kwamba na Watanzania nao wameanza kujitokeza. Sasa katika miradi hii 1982 Watanzania nao wamejitokeza, wamewekeza kwenye miradi 719. Kwa hiyo na sisi tuna share ya kutosha katika miradi inayoanzishwa. Wageni wao wana kama 904 na tunaelewa, na kadiri tunavyokwenda bila shaka tutaendelea kuongeza idadi ya Watanzania ambao wanawekeza katika viwanda. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, sekta ya viwanda ndio sekta inayoongoza kwa uwekezaji nchini, na katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi kufikia Februari 2025, jumla ya miradi ya viwanda 951 imesajiliwa. Miradi hii inatarajiwa kuleta ajira 124,339 na kuwekeza mitaji ya dola za Marekani bilioni 10.5 sawa na shilingi trilioni 27. Huo ndio uwekezaji kwenye viwanda. Ile mingine ilikuwa miradi ya jumla ya uwekezaji, ile 2099 na ile ambayo imeanza 1988. Sasa hii ni ya viwanda peke yake. Na kwa upande wa mitaji ya viwanda imechukua 42% ya mitaji yote ya sekta iliyosajiliwa katika kipindi hicho, na kufanya miradi ya viwanda kuwa ndio sekta inayoongoza katika sekta zote za miradi, mitaji na ajira. Kwa hiyo mkae mkijua kwamba eneo hili la viwanda ukuaji wake ukilinganisha na miaka iliyopita, hivi sasa tumeona ukuaji mkubwa sana, na tafsiri yake ni moja. Pamoja na mapato ambayo tunayapata, lakini tunakwenda kufanya kazi kubwa ya kuiondoa nchi yetu kwenye utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Tunapoangalia ukuaji wa uchumi wa nchi na kulinda uchumi wetu, ni lazima tupunguze kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi. Sisi ndio tuzalishe kupeleka nje ya nchi. Kwa hiyo uanzishwaji wa viwanda vingi na kukua kwa idadi ya viwanda vinavyoanzishwa kwenye nchi yetu, tafsiri yake ni kwamba tunaanza kupunguza utegemezi wa viwanda. Na haya sio maneno matupu. Mchanganuo ufuatao unaonesha miradi ya viwanda iliyosajiliwa katika kipindi cha miaka minne, kuonesha kwamba tunafanya vizuri. Jumla miradi kama nilivyosema ni 591, lakini miradi mipya 917. Miradi 36 imehusu upanuzi wa viwanda. Miradi 244 viwanda
ni ya Watanzania, imesajiliwa kama nilivyosema, miradi ya viwandani ya wageni 501 na miradi ya ubia 206. Kwa hiyo mnaweza mkaona zile ajira 124,339 namna ambavyo zimezalishwa na huo mtaji ambao umewekezwa wa dola za Marekani zaidi ya bilioni 10.5. Jambo kubwa na zuri ni kwamba takwimu zinatuonesha kwamba viwanda vyetu vimekuwa vikiongezeka sana, na hili linathibitisha kwamba huko tunakokwenda tutakuwa tumeongeza sana viwanda na hivyo kuongeza uwigo wetu wa kuzalisha bidhaa ambazo tunazitegemea kutoka ndani ya nchi. Sasa pamoja na takwimu hizo, katika kipindi kifupi cha kuanzia Januari hadi Februari, hapa na penyewe tumeonyesha dalili kubwa sana kuonesha kwamba kuna mwitikio mkubwa. Katika kipindi hiki cha miezi miwili tu, sekta ya viwanda imetengeneza miradi 52 ndani ya miezi miwili. Kati ya hiyo miradi ya Watanzania iko 14, ya wageni iko 33. Ajira zilizotolewa ndani ya kipindi kifupi ni 7687. Kwa safari yetu inakwenda vizuri na matarajio yetu ni kwamba tutaendelea kufanya hivi vizuri na hivyo kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Sasa tuko katika mkoa wa Pwani. Ndugu zangu waandishi wa habari, mkoa wa Pwani unashika nafasi ya pili katika kuvutia uwekezaji nchini mwetu, ikitanguliwa na mkoa wa Dar es Salaam. Wote mnajua sababu ni kwamba Dar es Salaam ndio iko jirani zaidi na bandari, kwa hiyo wao wanavutia miradi mingi zaidi. Na katika kipindi cha takriban miaka minne, yani mwaka 2021 hadi sasa 2025, hii Februari, mkoa wa Pwani peke yake umepokea miradi ya uwekezaji 369, ambapo kati ya hiyo asilimia 67 ni miradi ya viwanda ambayo jumla yake imefikia 247. Mitaji iliyowekeza na sekta zote kwa mkoa wa Pwani ni dola za Marekani bilioni 4.6, ambayo ni sawa na shilingi trilioni 12.4, na asilimia 61 ya mitaji hiyo inatokana na sekta ya viwanda, ikiwa ni mitaji ya dola za Marekani bilioni 2.8 sawa na takriban shilingi trilioni 7.5. Kwa hiyo hiyo ni mkoa wa Pwani. Lakini tuliangalia sasa eneo hili la uwekezaji la Kwala, kongani ya viwanda ya Sinotan, ambako waandishi wa habari mmechukua muda mrefu, na niwapongeze, mlikuwa mnauliza maswali mengi na kujionea vijana walivyoajiriwa pale na wanavyofanya kazi. Sasa kongani yetu ya viwanda ya Sinotan ni eneo mojawapo la mradi la kimkakati lililoko hapa Kwala katika mkoa wa Pwani. Ukubwa wake ni ekari 2500. Eneo hili lina mtaji wa uwekezaji wa dola za Marekani milioni 327 sawa na shilingi bilioni 882. Mradi huu utakapokamilika utakuwa na viwanda vikubwa 200 na viwanda vidogo 300. Na hivi viwanda, tutakuwa na viwanda vya kusindika vyakula, tutakuwa na viwanda vya utengenezaji wa vifaa, viwanda vya dawa, viwanda vya ujenzi, usindikaji wa viatu na nguo, na viwanda vya kemikali. Kwa pale patakuwa na viwanda vingi. Sasa nini faida za kongani hii? Kongani inatarajiwa kutoa ajira za moja kwa moja, kama nilivyosema, itakapokamilika zaidi ya 100,000, na ajira zisizokuwa za moja kwa moja. Maana huyu mtu anayekuja kuajiriwa pale na yeye anakwenda na ajiri, ama watu walioko hapa wameajiri watu wengine wanaoletea mahitaji mbalimbali. Wako wanaoletewa vyakula, wako wanaosafirishwa na mahitaji mengine mbalimbali. Ajira zisizokuwa za moja kwa moja zitakuwa 500,000. Na kama nilivyosema, hii tuko kwenye awamu ya kwanza, lakini jumla ya awamu zote zitakuwa 5. Aidha, ujenzi wa awamu ya kwanza ulioanza mwezi Mei mwaka 2022 upo katika hatua za mwisho, na mpaka sasa kuna viwanda 3 ambavyo tayari vinazalisha na vingine 3 viko katika hatua za mwisho za kufunga mitambo, huku viwanda vingine 4 vikitarajiwa kuanza ufungaji wa mitambo ifikapo mwishoni mwa mwezi April. Eneo hili litakuwa na uwezo wa kuzalisha bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani bilioni 6 niliwadokeza mwanzoni, sawa na shilingi trilioni 16 kwa mwaka. Serikali kama nilivyosema itakuwa ikikusanya kutoka kwenye kongani hii moja tu kiasi cha kodi cha shilingi zaidi ya trilioni 1.2. Kwa hiyo kwenye kongani moja tu tunaweza kupata fedha zote hizo. Kama sasa hivi nchi nzima makusanyo yetu ni shilingi trilioni 3.6 kwa mwezi, kwa hiyo mnaweza mkaona nukta 2 kwa mwezi, mnaweza mkaona kiwanda hiki peke yake kwa mwaka kama kinatuletea trilioni 1.2 au zaidi, kitakuwa kina mchango kiasi gani kwenye makusanyo yetu ya kodi. Sasa mradi huu tangu kuanza utekelezaji wake, shughuli mbalimbali zimefanyika, zikiwemo za ujenzi wa miundombinu ya awamu ya kwanza ndani ya eneo la mradi ambazo zimefikia asilimia 80. Haya mlioyaona mengi bado yanaendelea. Tumefanya kazi nyingi
Kwanza mtandao wa barabara za zege, sisi kama serikali kwa upande wetu, kwa sababu ilikuwa lazima tuwawezeshe wawekezaji. Kama mnavyojua, serikali kwa upande huu wa uwekezaji, kazi kubwa inayofanya ni kutengeneza mazingira bora ya uwekezaji. Sasa mazingira bora ya uwekezaji yanahusisha vitu vingi: kujenga barabara, kuwapatia wawekezaji umeme, kuwapatia vivutio kama vya kikodi na visivyo vya kikodi, na kuwatengenezea mazingira mazuri yenye amani na utulivu kwa nchi yetu, ambayo wanaweza wakafanya biashara zao kwa amani na utulivu. Sasa kwenye eneo hili tumeleta barabara ya zege ambayo inaweza kubeba malori ya mizigo ya uzito wote, yanakuja hapa. Jengo hili tumeweza kuliwekea kituo cha kupambana na moto. Tumejenga eneo la utawala ambalo linaweka mashirika mbalimbali, ofisi mbalimbali za serikali kwa ajili ya kuhudumia. Tumeweka mfumo wa maji ya mvua, tumeweka mtandao wa umeme, tumeweka mtandao wa maji safi, tumetengeneza hifadhi ya viwanda ya kilomita za mraba 26,000, tumetengeneza lango kuu na tumetengeneza maeneo ya malazi ya wafanyakazi. Kwa hiyo haya yote tunayafanya kwa sababu tusingependa mwekezaji akiwa hapa aweze kukata tamaa na kuamua kurudi nyuma katika uwekezaji wake. Sasa kama nilivyosema, ili kuwezesha uzalishaji kwenye eneo hili, serikali pia imefanya uunganishaji wa awali wa maji kupitia mamlaka zinazohusika. Sasa hivi hapa maji wanapata ya kutosha, na waandishi wa habari wote mmepita kwenye hii barabara. Hii barabara ya zege tuliopita hapa ina kama kilomita 15 na kitu hivi. Ni teknolojia mpya ya barabara ya zege. Barabara kama hii unaweza kwenda kuikuta kule Njombe. Mkienda Njombe kule eneo la Rusitu Mawengi, tumejenga kama kilomita 50. Tumekuja kuileta na hapa Pwani watu waone jinsi nchi yetu inavyotafuta teknolojia mbalimbali kwa ajili ya kuwa suluhisho kwenye maeneo mbalimbali. Lakini hapa tumewaletea pia umeme. Umeme tuliowaletea hapa ni megawati 50 ambazo zinaweza kuendesha shughuli za viwanda kwenye eneo hili. Lakini mpango wetu ni kuendelea kuleta zaidi. Tupo katika mpango wa utekelezaji wa mradi mwingine tutakaoongeza umeme mpaka megawati 100. Mradi huu kwa sasa hivi una waendeshaji 10 wanaotaka kuanzisha shughuli mbalimbali za kongani, ambapo watatu tayari wameshaanza shughuli zao na wengine wanajiandaa kuja kuanza shughuli zao wakati wowote kuanzia sasa. Sasa katika bandari kavu ya Kwala, serikali kupitia mamlaka ya bandari Tanzania TPA imeamua kujenga bandari hii katika eneo la Vigwaza hapa Kibaha. Ni umbali kama wa kilomita 15.5 kama nilivyosema kutoka barabara kuu na kilomita 90 kutoka bandari ya Dar es Salaam. Katika utekelezaji wa mradi huu awamu ya kwanza, tumetengeneza eneo hili ambapo tupo na tutaendelea kufanya katika maeneo mengine mpaka tufikie hekta zote ambazo tumeziandaa kwenye eneo hili. Lengo ni kwamba tuwe na eneo ambalo linavutia na ambalo wawekezaji wakija hawatapata changamoto ya kuchukua mizigo yao ama kuhifadhi mizigo yao. Na wote mmeona hapa makontena yaliyoko hapa hayachafuki, yako salama. Mtu yeyote ambaye ameleta kontena lake liko hapa anakuja anachukua likiwa safi na linafika huko linakotakiwa kufika likiwa salama kabisa. Sasa nilikuwa nimewaeleza mara ya kwanza kwamba tumejenga bandari hii kwa ajili ya kukabiliana na msongamano katika bandari ya Dar es Salaam. Sasa pale kwenye bandari ya Dar es Salaam kulikuwa na ICDs, hizi bandari kavu ndogo ndogo kama 11. Zile bandari tulizokuwa nazo pale Dar es Salaam zimeshindwa kuhimili mizigo, makontena mengi ambayo yanaletwa kwenye eneo lile na mizigo mingine mbalimbali. Uwezo wake zilikuwa ni kuhifadhi makontena 24,300 kwa wakati mmoja. Sasa kati ya hizo pia kulikuwa na bandari kavu za magari kama 9 zenye uwezo wa kuhifadhi magari kama 19,100. Sasa sababu za kuleta hapa ni kwamba tumejenga eneo hili la Kwala ambalo liko karibu na miundombinu ya barabara kuu, hiyo barabara ya Dar es Salaam Morogoro, lakini jirani kabisa na reli yetu ambayo iko hapa jirani, kwa sababu tunaweza kuleta mizigo hapa kupitia kwenye reli na kupitia kwenye barabara, na inamrahisishia sasa mtu yeyote ambaye mzigo wake umekuja hapa kuamua kuutoa hapa ama kwa kutumia reli ama kwa kutumia barabara. Lengo letu ni kwamba pamoja na kwamba bandari ya Dar es Salaam imesongamana, tukifika hapa basi pia tunaweza tukawasaidia. Hili eneo la Kwala peke yake linaweza kuhudumia makontena 300,000 kwa mwaka. Bandari yetu ya Dar es Salaam ni kama mara 3 yake, lakini tayari tulishaanza kuona baada ya kuchukua hatua mbalimbali za kuiboresha bandari ilishaanza kuzidiwa, na tunadhani tukipatumia hapa na bandari zetu zingine tunazozijenga Dodoma,
tunajenga Tabora, Isaka, Mwanza na kule mpakani kwenye nchi jirani zetu za Burundi na Rwanda na Kongo pia tutaweka bandari kavu. Kwa hiyo hizi bandari kavu zitakapokuwepo, hii changamoto ya msongamano wa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam itakuwa imekwisha. Na leo tumeona tuwaoneshe hapa katika bandari ya Kwala, muone moja kati ya hatua ambazo serikali imezichukua. Mradi huu wa bandari ya Kwala umefanyika kwa gharama ya shilingi bilioni 83 kwa kazi zilizofanyika hapa ambazo kama nilivyosema ni kusafisha eneo, lakini pia kujenga yadi kubwa hili eneo tulipo, lakini pia kuunganisha mchepuko wa reli. Hapa tulipo kuna reli ya MGR kilomita 1.3. Wenzetu wa TPA wameshirikiana na TRC kuhakikisha makontena haya tusianze tena kuyatutusa kwa magari tukaribu barabara, tunaweza kuyaleta kwa njia ya reli. Kwa tumejenga hiyo njia kwa shilingi milioni 677 na imekamilika kwa 100%, tayari inatoa huduma. Ndugu zangu waandishi wa habari, bandari hii uwezo wake ni makontena 300,000 kwa mwaka, lakini kwa siku tunaweza kuhudumia makontena 823. Na makontena haya 300,000 ni 30% ya makontena yote yanayoshushwa katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tutakuwa tumepunguza pressure kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kwa asilimia 30. Naomba kuwapongeza kwanza wadau wote ambao tumeshirikiana kwenye mchakato huu. Najua haya makontena sio ya serikali, ni ya wafanyabiashara. Kwa hiyo serikali inapoamua kufanya hatua kama hii, tunahitaji pia kuungwa mkono na wadau ambao pia wana uamuzi wa kuamua makontena yao yaje Kwala ama yashukie Dar es Salaam. Lakini hili jambo limepokelewa vizuri, mwitikio ni mkubwa, na tunawaza pengine inawezekana pressure ikawa kubwa zaidi, kwa sababu baada ya kuweka huduma kama hizi, hata mizigo ambayo ilikuwa inapita kwenye bandari zetu za jirani nao sasa wataanza kuvutiwa kuja kupitisha mizigo yao Dar es Salaam, na inawezekana mahitaji ya kutumika kwa bandari ya Dar es Salaam yakaongezeka maradufu. Ndugu zangu waandishi wa habari, hayo ni kwa kifupi, mengine nitasikiliza maswali yenu kuhusiana na uwekezaji tuliofanya kwenye kongani ya viwanda na bandari kavu hii ya Kwala. Sasa kama nilivyoahidi, eneo jingine ambalo ningependa kuzungumzia leo ni yaliyojiri kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais aliyoifanya Arusha, lakini pia akaenda kuzindua mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe. Kusema mradi huu kabla sijawapa picha ya kitaifa. Mheshimiwa Rais kama mtakumbuka, Machi 9 akiwa Same alizindua mradi wa maji wa upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi katika mji wa Same na Mwanga na wananchi katika vijiji 38 katika wilaya hizo za Same, Mwanga na Korogwe. Katika vijiji hivyo 17 vipo katika wilaya ya Mwanga, 16 katika wilaya ya Same na 5 vipo katika wilaya ya Korogwe. Huu mradi una uwezo wa kuzalisha lita milioni 103 ambazo lita 60 sawa na 58% ni kwa ajili ya wilaya ya Same, lita milioni 40 sawa na 38% ni kwa ajili ya wilaya ya Mwanga, na lita milioni 3 sawa na 3.3% ni kwa ajili ya wilaya ya Korogwe, ambako mradi bado unaendelea kujengwa kwa ajili ya kufika huko. Sasa ndugu zangu, mradi huu katika utekelezaji wake umegharimu shilingi bilioni 406 ambazo zimetumika kwa ajili ya kuwalipa wakandarasi waliofanya kazi hii. Utekelezaji wa mradi huu katika awamu ya kwanza umekamilika, na hivi ninavyozungumza wananchi wa Same na Mwanga wanaendelea kupata maji safi na salama. Aidha vijiji 9 vya njia panda, Kisangara, Lembeli, Mbambua, Kiruru, Kiverenge, Mgagao, Njoro na Isinde vimeanza kupata maji, na Wizara ya Maji inaendelea na utaratibu wa kuhakikisha wananchi wa vijiji vilivyobaki vinapata maji safi na salama. Maana nimsikia mwananchi mmoja anasema sisi bado hatujafikiwa. Mradi huu unaendelea kutekelezwa, kwa maana kwamba mradi wenyewe umekamilika, lakini sasa tunahitaji kuwafikishia wananchi katika maeneo yote ambayo yanatekeleza mradi huu. Sasa mradi huu wa Same Mwanga Korogwe ni mmoja, lakini tunayo miradi mingi ambayo inatekelezwa nchi nzima. Hapa Dar es Salaam tunatekeleza mradi wa bwawa la Kidunda. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya maneno ya miaka mingi, ikasema sasa imetosha, tuanze utekelezaji. Utekelezaji wa mradi huu unafanyika na mradi upo katika mkoa wa Morogoro. Mradi utatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 335.9 sawa
na mradi huu unalenga kuhakikisha upatikanaji wa maji wa muda wote unapatikana katika mto Ruvu. Maji yatakayopatikana yatahudumia jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani na mkoa wa Morogoro. Mradi huu hivi ninavyozungumza, mkandarasi anaendelea na kazi na umefika asilimia 28. Ulianza Juni 2023 na utakamilika Juni 2026. Lakini pamoja na kuzalisha maji, mradi wetu huu wa Kidunda, bwawa la Kidunda, tunategemea utuzalishie umeme kiasi cha megawati 20. Lakini pia tutajenga njia ya kusafirisha umeme yenye urefu wa kilomita 101 kutoka Kidunda hadi Chalinze ili tukaunganishe na grid ya taifa. Ukifika pale utaungana na umeme wa kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere utakwenda kwenye grid ya taifa ili Watanzania wote waweze kutumia. Lakini pamoja na mradi huu pia tunajenga barabara kwa kiwango cha changarawe yenye urefu wa kilomita 75 kutoka Ngerengere mpaka Kidunda. Itahudumia mradi lakini na wananchi pia watanufaika. Mradi huu kama nilivyosema unatekelezwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam DAWASA, na ujenzi wake unahusisha ujenzi wa tuta lenye urefu wa mita 970 na kina cha mita 24. Ujenzi wa njia ya kutokea maji yani sleway utakaotumika kupitisha maji kipindi cha mvua, kwa sababu mara nyingi kwenye miradi hii tumekuwa tukipata changamoto. Mkishajenga mradi, mvua zikija, maji yakizidi yanakwenda kuathiri wananchi. Lakini hapa tumelijua hilo, pia tutajenga njia namna hiyo. Lakini pia kama nilivyosema tutajenga mtambo wa kufua umeme megawati 20. Tutajenga njia ya kusafirisha umeme na pia tutajenga hiyo barabara. Tunategemea mradi huu utakapokamilika unatarajiwa kuboresha huduma za maji kwa ajili ya matumizi ya majumbani, kilimo na viwandani kwa kuhakikisha upatikanaji wa muda wote wa maji katika mto Ruvu unatiririka kama kawaida. Wataalamu wamefanya utafiti, wamegundua maji yatatiririka kwa kiasi cha lita 24,000 kwa sekunde moja. Yani lita 24,000. Tukifanya hivyo basi matatizo yetu ya maji ambayo yamekuwa yakitokea Dar es Salaam hasa kipindi cha ukame yatakuwa yametatuliwa. Lakini pia serikali kupitia Wizara ya Maji ipo katika hatua za mwisho za usanifu wa mradi ambao utahusisha wananchi wapatao 7296 kufikiwa na huduma ya maji katika vijiji vinavyozunguka bwawa la Kidunda. Wananchi wa maeneo yale walianza kusema mbona hatuzungumzi mahali popote. Tutapeleka maji Mkulazi ambayo kwenye kata ya Mkulazi ambayo inahusisha vijiji vya Usungura, Kidunda, Chanyumbu na Mkulazi yenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi wa vijiji hivi msiwe na wasiwasi, mradi unakuja na nyinyi wenyewe pia mtapata maji. Serikali haiwezi kutekeleza mradi mkubwa wa maji kama huu ikawapelekea watu Dar es Salaam na ikawaacha wananchi wa kijiji ambao mnazunguka eneo la mradi. Sasa huu ni mradi mmoja wapo, lakini pia tunaendelea na maandalizi ya kutekeleza mradi mkubwa wa maji kwa ajili ya jiji la Dodoma. Tunazo njia mbili kupeleka mradi kutoka maji kutoka Ziwa Victoria, lakini kwa haraka tunakwenda kutekeleza mradi wa kupeleka maji kutoka bwawa la Mtera. Kwa sababu katika jiji la Dodoma wengi mtakuwa mashahidi, maji ya pale kwanza yana chumvi nyingi, lakini pili hayatoshelezi. Tunayo miradi midogo midogo ya kuchimba visima katika jiji la Dodoma kwa ajili ya kukabiliana na hali iliyopo sasa, lakini serikali inaendelea kukamilisha maandalizi hayo makubwa ya kuanza miradi mikubwa itakayotatua tatizo la maji katika jiji la Dodoma. Sasa lile swali ambalo nilisema mwanzoni wakati naanza, watu wengi wanasema serikali imezungumza sana kuhusu miradi 28, miji 28 kupatiwa maji. Mbona tunaona kimya? Nataka niwaambie Watanzania kazi zinaendelea. Na miradi hii ipo katika hatua mbalimbali na niko hapa leo kuwachambulia miradi hii yote. Sasa katika jitihada za kuboresha huduma ya maji mwaka 2018 wengi mnakumbuka serikali ilisaini mkataba wa fedha za mkopo wa masharti nafuu baina yake na benki ya Exim ya India wenye thamani ya dola za Marekani milioni 500 sawa na shilingi zaidi ya trilioni 1.1 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji Tanzania bara. Na baada ya mkataba huo kusainiwa, Wizara ya Maji imefanya upembuzi yakinifu wa awali na kuanza utekelezaji katika miji 24 kupitia mikataba 6. Miji hiyo ni pamoja na Handeni, Korogwe, Muheza, Pangani, Kilwa Masoko, Nanyumbu, Ifakara, Njombe, Rujewa, Chunya, Makambako, Wanging'ombe, Chamwino, Chemba, Manyoni, Singida, Kiomboi, Mgumu, Urambo, Kaliua, Sikonge, Mpanda, Kasuru, Geita, Chato na Kayanga. Aidha katika miji minne inatekelezwa kwa fedha za ndani kwa gharama ya shilingi za Kitanzania bilioni 413 ambayo ni Makonde Plateau, Mafinga, Rodi ya Tarime,
na mji wa Songea. Kwa jumla ukijumlisha hii 4 na ile 24, jumla ni miji 28. Utekelezaji wa mradi huu kwa miji 28 utakapokamilika, tunatarajia Watanzania milioni 6,934,270 watanufaika na huduma ya maji safi na salama. Sasa kwa sababu kumekuwa na maswali mengi kuhusu utekelezaji wa miradi hii ya maji ya miji 28, ndugu zangu waandishi wa habari na ndugu wa Tanzania, naomba sasa niwatajie mmoja mmoja na hatua uliofikia. Tuna mradi wa maji wa Korogwe, Muheza, Pangani. Mkataba huu unahusisha kutoa maji katika mto Pangani kwenda katika miji ya Handeni na Korogwe, Muheza na Pangani. Utekelezaji ni dola za Marekani milioni 81, sawa sawa na shilingi bilioni 218.7. Huu mradi ulisainiwa mwezi Juni mwaka 2022, unatekelezwa kwa kipindi cha miezi 32 na utakamilika tarehe 10 mwezi Disemba mwaka 2025. Mradi huu unatarajiwa kuhudumia watu 869,064. Hivi ninavyozungumza, huu mradi umefikia asilimia 63 na mkandarasi yuko site na kazi inaendelea. Mradi wa pili ni wa Kilwa Masoko na Nyumbu. Huu unahusisha mji wa Kilwa Masoko na Nanyumbu. Ulisainiwa tarehe 6 mwezi wa 6 2022. Gharama zake ni kiasi cha shilingi bilioni 95.5. Mkataba huu utakamilishwa tarehe 10 Septemba 2025. Utawahudumia wananchi 134,450. Kazi ya utekelezaji wake imefika asilimia 70. Mradi wa tatu, muisikilize vizuri hiyo miji nayoitaja, ni mji wa Ifakara, Njombe, Makambako, Wanging'ombe, Rujewa na Chunya. Mkataba huu unahusisha kupeleka maji katika miji hiyo na unatekelezwa kwa gharama ya dola za Marekani milioni 86.5, sawa sawa na shilingi bilioni 233.5. Mkataba huu ulisainiwa Juni 2024 kama ile mingine, unatekelezwa kwa miezi 30 kuanzia mwezi April 2023 na utakamilika tarehe 10 Oktoba 2025. Unategemewa kuwahudumia watu 838,260. Hali ya utekelezaji imefika asilimia 28. Mradi wa 4, manake tumeiweka miji mingi lakini tunahitaji katika mkataba mmoja. Kwa hiyo huu wa 4 unahusisha miji ya Singida, Manyoni, Kiomboi, Mgumu, Chemba na Chamwino. Mkataba huu unatekelezwa kwa dola za Marekani milioni 61, sawa sawa na shilingi bilioni 168. Ulianza mwaka 2022 kama ile mingine, utakamilika April 2025. Unategemewa kuhudumia watu 613,840 na wenyewe utekelezaji wake uko asilimia 14. Mkandarasi yuko site anaendelea na kazi. Mkataba wa 5 ni wa Urambo, Kariwa, Sikonge, Kasuru, Mpanda. Huu nao ulisainiwa na wenyewe kama kawaida mwezi Juni mwaka 2022. Gharama zake ni dola za Marekani milioni 86.7, sawa na shilingi bilioni 234 na utakamilika tarehe 10 Oktoba 2025. Mradi huu utahudumia watu 957,580. Utekelezaji wake umefika asilimia 50.5. Mkandarasi yuko site anaendelea na kazi. Tuna mkataba wa 6 wa Kayanga, Geita, Chato. Mkataba huu thamani yake ni dola za Marekani 97 milioni nukta 9, sawa na shilingi bilioni 264.4. Ulisainiwa 2022, utakamilika Disemba 2025. Unategemewa kuwahudumia watu 1,182,120. Upo asilimia 50.5. Tunao mradi wa 7 wa Makonde. Maneno mengi kwenye mradi huu. Na wenyewe unategemewa kupeleka maji katika miji ya Newara, Tandaimba na Nanyamba. Mradi huu thamani yake ni shilingi bilioni 84. Umesainiwa Juni 2022, utakamilika Disemba 2025 kama ile mingine. Huu na wenyewe umefanywa marekebisho kidogo. Ulikuwa ukamilike Julai 2024, lakini kutokana na changamoto zilizokuwa zimejitokeza, sio haukamiliki 25. Huu sasa utakamilika tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu.
2025 na unategemewa kuwahudumia watu 1,243,150. Huu umefika asilimia 24. Najua ni mradi umekuwa na maneno mengi, lakini hatimaye tumepata suluhisho na sasa utekelezaji wake unakwenda vizuri. Mradi wa 8 ni wa Mafinga ambao unategemea kuhudumia mji wa Mafinga. Huu nao thamani yake ni shilingi bilioni 48 na wenyewe utakamilika umeongezwa utakamilika mwezi wa 7 mwaka huu 2025, lakini unategemea kuwahudumia watu 101,300. Utekelezaji wake uko asilimia 16 na mkandarasi yuko site anaendelea na kazi. Mradi wa 9 ni wa Rorya Tarime. Huu nao tuliusaini Septemba 2022, utakamilika Julai 2025. Unategemea kuwahudumia watu 460,885 na wenyewe uko asilimia 12, mkandarasi yuko site. Na mradi wa 10 ni wa Kunyumba Songea. Mradi huu thamani yake ni shilingi bilioni 145.7 na wenyewe tunatarajia ukamilike Julai 2026. Unategemewa kuwahudumia wakazi wa Songea takriban 532,700 na utekelezaji wake ndio umeanza uko asilimia 5, lakini kazi inakwenda vizuri. Kwa hiyo nitaka niwaambie Watanzania ile miradi 28 kazi inaendelea. Hakuna mradi uliosimama, wakandarasi wako site. Matarajio yetu ni kwamba mpaka kufika mwisho wa mwaka huu 2025 sehemu kubwa ya miradi hii itakuwa inatoa huduma ya maji kwa Watanzania. Toka tumeweza kuwafikia hao Watanzania zaidi ya milioni 6 ambao wanahitaji kupata maji. Na ndugu zangu wa Tanzania, waandishi wa habari, nimekuwa na vitu vingi vya kuzungumza, lakini kwa sababu tuko Chalinze pengine ingefaa niwape na taarifa kidogo kuhusu mradi ambao serikali ilikuwa imeuahidi. Kwanza wote mtakumbuka tulikuwa tunatekeleza mradi wetu wa barabara ya Kibaha Chalinze Expressway kilomita 78. Mradi huu ndugu zangu waandishi wa habari unatekelezwa kupitia ile sheria yetu tuliyoanzisha ya PPP sura namba 103 pamoja na kanuni zake za mwaka 2020 na marekebisho ya 2023. Lengo letu serikali ni kwamba tushirikishe sekta binafsi sasa katika utekelezaji wa miradi ya miundombinu, kwa sababu wenzetu wote duniani wanafanya hivi. Tukiendelea kubaki kusubiri fedha za serikali, utekelezaji wa miradi mingi unachukua muda mrefu na Watanzania wanahitaji huduma hizi. Kwa hiyo nitaka niwaambie kwamba mradi huu unaendelea vizuri. Sasa katika mwaka wa fedha wa 2022-2023 serikali imeridhia kuanza utekelezaji wa ujenzi wa barabara ya haraka ya kulipia kutoka Kibaha Chalinze Morogoro. Hii itakuwa na urefu wa kilomita 163. Maana yake ni kwamba Watanzania sasa watakuwa na chaguo la kutumia barabara ile nyingine iliyotengenezwa na serikali ama hii ya uwekezaji ambayo itakuwa ni ya kulipia. Utekelezaji wa mradi huu tumepanga ugawanyike katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza itakuwa ni Kibaha Chalinze kilomita 78.9 na sehemu ya pili Chalinze Morogoro kilomita 84.9. Sasa hali ya utekelezaji, barabara kuu ya Chalinze Kibaha Chalinze kilomita 78.9 kwa sasa upo katika hatua ya ununuzi. Majadiliano kati ya wakala wa barabara Tanzania TANROADS na Mbia yanaendelea ili kupata mradi utakaoendana na thamani, kwa sababu lazima kwenye majadiliano pia tulinde maslahi ya nchi yetu. Lakini kwa barabara ya Chalinze Kibaha kilomita 84.9 mradi huu upo katika hatua za mwisho za maandalizi na upembuzi yakinifu umekwisha kamilika. Tangazo kwa ajili ya manunuzi ya kupata wabia linatarajiwa kutolewa mwezi Mei mwaka huu 2025. Na niwahakikishie kwamba watu wengi wameonyesha nia ya kujitokeza kuja kuwekeza kwenye miradi hii. Watanzania wenzangu, mimi wiki 2 zilizopita nilikuwa Kampala. Wenzetu wameshaanza kufanya hivi na matokeo ni makubwa na mazuri. Itatusaidia kupunguza msongamano, lakini pia itatusaidia kuhakikisha tunapata huduma za usafiri zenye uhakika na zisizopoteza muda mrefu. Kama nilivyosema, tuko mkoa wa Pwani. Mkoa huu pia kama ilivyo mikoa mingine unaendelea kuhudumiwa na serikali kama kawaida. Kwa mwaka huu 2024-2025 katika mkoa wa Pwani serikali imeleta budget ya kiasi cha shilingi bilioni 413.2 ambazo ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Na hadi kufikia Februari mwaka huu mkoa wa Pwani umepata kiasi kama cha shilingi bilioni 224 za ruzuku sawa na asilimia 65. Yaani maana unajua unapokwenda mwezi wa 12 unakuwa nusu ya utekelezaji wa budget. Sasa hadi kufika mwezi wa pili tayari tumefika asilimia 65. Kwa shughuli za utoaji wa huduma za kiutawala,
utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mkoa wa Pwani unaendelea vizuri kwa sababu fedha za budget kwa ajili ya mkoa wa Pwani zimeletwa na wananchi wanaendelea kupata huduma. Nakumbushwa kwamba muda umekwenda sana, inabidi niende haraka haraka, lakini katika mkoa huu wa Pwani tuna miradi karibu kila wilaya ambayo inatekelezwa. Hizi fedha nimewatajia ni za budget za mkoa mzima, lakini kila wilaya ina miradi yake ambayo inatekelezwa, na niko tayari kuwapa mifano michache. Kwa mfano, katika halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo tunajenga jengo la dharura EMD kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu katika hospitali. Mradi huu ni wa shilingi milioni 300. Tuna ujenzi wa shule ya msingi wa milioni 475 katika wilaya ya Bagamoyo. Chalinze pia tunajenga miundombinu ya hospitali ya wilaya ya Msoga kwa shilingi bilioni 3.2. Ujenzi huo utakapogharimu pale Chalinze, lakini pale Kibaha halmashauri ya wilaya pia tuna ujenzi wa barabara ya Kwala Sino hii ambayo tumeonesha. Tunajenga shule ya sekondari ya Viziwaziwa. Lakini pia kule Kibiti pia tunajenga shule mpya ya sekondari. Wilaya ya Kisarawe tunajenga mradi wa jengo la huduma za dharura katika hospitali ya wilaya, lakini pia tunajenga jengo la utawala la halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Kule Mafia na kwenyewe kuna miradi inaendelea. Tunajenga jengo la idara ya afya kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa wa dharura, lakini pia tunajenga jengo la wagonjwa wa dharura EMD ambalo litagharimu shilingi milioni 250. Pia kule Mkuranga pia kuna miradi inaendelea, ni mingi. Nakumbushwa muda umekwenda, nimalizie kwa ahadi niliyowaambia. Kazi ya kutengeneza vitambulisho vya kidijitali kwa ajili ya waandishi wa habari wa Tanzania inakwenda vizuri. Mwisho wa mwezi huu tutazindua mfumo utakaokuwa unaratibu usajili wa waandishi wa habari. Kufika mwezi wa 4, mwandishi wa habari wa Tanzania utakuwa utembei na kitabu. Utakuwa na kadi ya kidijitali. Ukienda sehemu unamwambia mimi ni mwandishi wa habari. Kadi yako ina QR code na ina taarifa za siri ndani yake. Ukimuonesha akipunch, inampeleka kwenye website ya serikali, anaangalia taarifa zako, atakwambia wewe ni mwandishi wa habari ama wewe ni kanjanja. Tutakuwa tumemalizana na tatizo la nini? Tutakuwa tumemalizana na nini? Nguvu kidogo tu. Nguvu kidogo tu. Lakini itatujengea heshima waandishi wa habari. Wakati mwingine wadau wetu wanatukosea kwa sababu na sisi wenyewe kidogo mambo yetu hayajanyoka vizuri. Kwa hiyo tumeshatatua tatizo hilo. Tunakwenda na vitambulisho vya kidijitali, vitakutambua ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa sababu uzuri wake ni kwamba mtu anayetaka kujiridhisha kama wewe ni mwandishi wa habari hahitaji kufunua makaratasi. Anachohitaji ni kwenda kwenye tovuti ya serikali na akajua kama wewe ni mwandishi halali ama si halali. Mle kwenye tovuti tutakuwa tumeweka taarifa zako na tutakuwa tumekutambua. Ninachowaomba waandishi wa habari, mfumo huu utakuwa tayari muda mfupi ujao. Twende tukautumie. Twendeni tukautumie. Lakini wote si mnajua tunatekeleza sheria ya huduma za habari. Imeweka viwango vya elimu. Tutazingatia. Najua kuna waandishi wa habari wengi wako shule wanasoma. Msiache kusoma. Endeleeni. Wale ambao mtatuthibitishia na tutajiridhisha kwamba mko shuleni mnasoma, tutawapa muda wa kuendelea kufanya kazi zenu. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, ile ya mtu ameamka ana kazi yake fulani, sitaki kuzitaja nikapata kesi, alafu asubuhi anaamka mwandishi wa habari, ni lazima tuondoke huko. Tuifanye kazi yetu ya kiweledi. Na mimi niwaombe waandishi wa habari tushirikiane. Tushirikiane kwenye hili kwa sababu ni muhimu kwa hatima, kwa mustakabali wa tasnia yetu na taaluma yetu. Vitambulisho hivi vikianza, njooni mvichukue idara ya habari, mtafanya kazi bila bugudha. Ukishakuwa na kitambulisho hicho, mtu akikubugudhi, kosa la kwake yeye, sio la kwako wewe. Lakini ukienda kufanya kazi huna kitambulisho, litakuwa ni tatizo jingine.